Tunaomba sana ikiwapendeza leo hii baada ya kikao chenu jioni tuione taarifa kwa umma. Kocha Pedro pamoja na baadhi ya watu ambao wako kwenye benchi la ufundi. Kwanza nina wasiwasi hata huyo ambaye msoma nini ile michezo sio anaitaga nani, kuna mtu mmoja amemsajili naye bingwa kuangalia mpinzani. Yani mimi pale katika benchi lile la Yanga natamani abakie katika makocha, abakie yule msaidizi Mzambia peke yake. Mpeni timu ule Mzambia. Mwangola yule. Ni Mzambia. Kuna hiyo ni Mzambia, sio Mburundi, sio Mzimbabwe, kuna ngozi nyeusi pale. Ipo. Unamwita nani yule? Yule si ndo nakwambia ni Angola yule. Ni Mwangola yule? Basi hatari. Mimi bwana hawa sasa hivi hawa makocha wa kizungu zidi ya Hamdi alotoka Nabi. Wanamuita Patrick Mabedi. Yes. Yule Mabedi wampe timu kwanza hii mpaka mwisho wa msimu. Hii tikeli ya kutoka hapa akitoka huyu mweza kuwaletea watu tena makocha ni kitu ambacho kitakuwa hakiwezekani. Ikiwapendeza bwana Patrick Mabedi aachiwe hii timu mpaka mwisho wa msimu. Kwanza yule jamaa ana CV zote za kuwa kocha mkuu na ana jicho la kuangalia wachezaji vizuri. Za ndani nilizozipata ni kwamba nilichosikia bwana Pedro amewaambia Zofaidi Musa pamoja na mwenzake yule Shuaboy hataki kabisa kuwaona. Hizi nimezisikia za pembeni. Sina uhakika nazo. Wana ugomvi au shida nini? Unajua hawa makocha ya kizungu asili yao kwanza ni kubagua. Sisi tumesajili kikosi kikubwa sana cha wachezaji karibu 33. Hata kinachonisikitisha mpaka dakika hii wameumea wachezaji 4 5 tu, kelele zimekuwa nyingi. Kwa hiyo ina maana wengine wamesajiliwa Yanga kuja kula mishahara bure. Tunataka rotation ya wachezaji. Tuone kila mtu anapata nafasi. Huo muda wa kwanza kukaa saa hizi kwanza kuombeleza imekuwaje muda, yani mimi sasa hivi nachoweza kusema hakuna kulaumu bodi ya ligi, hakuna kulaumu TFF wala kulaumu sio kuna wengine wanasema sio kuna kigogo kaingia kwenye mpira anatuhujumu sisi. Ni uongo. Hamna kigogo yoyote. Ndio kigogo aliingia kwenye huu mpira ambaye anatuhujumu sisi. Watu wanapata nafasi juzi zidi ya Mtibwa Sugar. Hao na magoli wanapaisha juu. Inakuwaje hapa? Wachezaji sasa hivi nao mjitume, na inaonekana kama kocha amumtaki ndio mmetuma salamu kwa mfumo huo, mnakaa nyenye na magoli mnapiga juu, mtuambie. Kwa sababu itaenda, sisi wana mashabiki wa mpira ni wavumilivu wastahimilivu. Ila siku vumilivu kutushinda. Si muda wa kuchekacheka na mtu atunaga. Huo muda wa kuleana. Kama Mwanengo, umeona striker 2 zimeumia. Wale kaka zako ambao unajifunza kila siku kupitia wao. Huu muda wako. Wewe unafikiri juzi kadi hizo mechi ulizopewa chache hizo ungeonyesha uwezo wako, hata leo national team angeitwa akaisaidia timu ya taifa. Lakini mnapata nafasi za kupambania klabu yenu, mnakuwa na nyie mnalegalega. Huyo kocha naye mbinu zishaisha. Yaani imefikia nyakati imekuwa vululu. Mimi ninachokiomba uongozi wangu kwa dhati ya heri kabisa, tunaisubiri taarifa kwa umma kwa dhati kabisa. Na tukitazama msimu ulioisha mpaka mechi 16 zinafika, tulikuwa tumeshapoteza michezo 2. Mimi nina imani na timu yangu, na hii international break nina imani kabisa tunakwenda kufanya tathmini iliyokuwa nzuri kabisa. Engineer Hersi pamoja na kamati yake ya utendaji na waamini vibaya mno. Siwezi mimi kukaa kuwashambulia wala kusema wale sio wafanya hiyo wafanya vile, si usajili vipi usajili vile. Nina imani huyu kocha ndo anafanya baadhi ya wachezaji waonekane wabovu. Mtu kama Okelo tukimwangalia kipindi yuko Uganda huko na ile timu yake alikuwa anauasha sana kaka. Oya. Yaani Uganda ni mchezaji pekee wanayemwamini sasa hivi ni yule Okelo. Sasa ninachoshangaa hapa Yanga anavotumika na yule kocha yani muda mwingine mpaka unawaza. Huyu dogo winga, huyu dogo namba 10, huyu dogo nini? Hebu acheni timu Patrick Mabedi kwanza tuone na yeye atafanya kitu gani. Yaani muda mwingine mpaka unatamani kulia yani hivi hii hali ambayo mmeipitia siku 2 3 hii, kuna watu wameipitia misimu 4. Hii nyinyi mnajisikiaje na wao huo wanajisikiaje kidogo laza ambao umeiuonja sasa? Sisi hawa misimu 4 sisi mbona kama wanarudia. Hivyo unaijua Yanga bakuli wewe. Unacheza mpira huku unashikilia kende hivi kila mechi unaona kabisa yani unashikilia low. Watu kama wale Mwadui hapo Benjamin Mkapa kama unakumbuka hiyo. Yanga inavaa jezi ya Alamani 2021. Wanatuweka kamba. Zinakuja kupatikana goli dakika za jioni tunapata ushindi wa goli 3. Oya ilikuwa sio mchezo. Kuna mechi pale tulicheza nakumbuka na Kagera Sugar. Ndio kipindi kile hatumtaki mshindo, Msola uondoke. I say hii maumivu sisi tumeshayapitia na tumeshayasahau. Kwa nini tumeyasahau? Ni shukrani pekee zimwendee GSM
pamoja na Engineer Hersi baada ya kuingia katika mfumo wetu wa kuipambania hii klabu kwa support yao wanaoifanya mpaka Engineer amekuja kuwa rais wa Yanga, amekuja kufanya mabadiliko makubwa sana. Ila kuna baadhi ya watu na hisi kama vile wanataka kumuangusha. Kuna watu majukumu yao hayafanyi vizuri, ndio nitalia pale pale katika mifumo. Kuna moja pia komenti Chief Kizenga zikimhusisha pia bwana Engineer Hersi kwamba kuna watu ambao wanamfelisha pia na ni viongozi wa Dar es Salaam Young Africans wakihitaji zaidi kuchukua nafasi ya kwake yeye. Hii komenti je, ukiitazama kwa wewe na kile ambacho amekifanya Engineer Hersi katika soka la hapa Tanzania, na pia ni miongoni mwa wajumbe ambao wako katika CAF pia, na ukiitazama katika klabu yako ni president ambayo unamwamini pia, komenti yako kwamba ikatokea kama kuna watu ambao wanahitaji kuchukua nafasi yake kwa kupitia matokeo haya ambao Dar es Salaam Young Africans wanayapata, nini haswa wewe ungependa kuambia watu kama hao? Cha kwanza kabisa ninachoweza kuambia ni kitu kimoja. Sisi mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga, hakuna mtu yoyote atakayekuja mbele yetu na kutushawishi kutuambia kwamba Engineer hafai, yeye anafaa, tukampigia kula akawa rais. Tunakwenda kwenye msimu wa uchaguzi. Msimu huu tukifika mpaka mwezi wa 7 hapo ndio tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kabisa wa kumchagua tena rais mwingine kwa ajili ya uendelezo wa klabu yetu. Ninachoweza kuwaambia Engineer Hersi nafasi yake yeye mpaka makamu wake. Asijitokeze mtu akajisumbua akaja akapambana na Arafati au akapambana na Engineer Hersi kutaka zile nafasi za juu. Kaka, kuna watu wapo wanahitaji pia. Hao wanaohitaji muda wao bado. Engineer pale ninachokitaka mimi Mwenyezi Mungu akimjalia heri. Kile kichwa, yani kupata kichwa kama kile chenye uwezo wa kutafakari na kufikiria mbali ni watu wachache sana. Engineer mimi ninachotamaa yangu kubwa ndio ilikuwa mbele yangu. Yule bwana labda Mwenyezi Mungu amchukue, lakini natamani sana aongoze pale milele. Nyinyi mnaopanga mipango ya kumwangusha Hersi kwa sasa mtakuwa mmefeli pakubwa sana. Kama ndo mpo ndani ya kamati ya utendaji, kama ndo mpo ndani nje ya kamati ya utendaji, mnapambana kwenye hii mipango. Sisi watu wa Yanga tuna vikao vyetu vya ndani waga tunafanyaga. Tukigundua na kukubaini wewe upo kwenye mpango wa kuiangusha hii klabu, I say nitaungana na mzee Mpili, mfungo wa pipi utakuhusu. Iko hivyo. Tukikubaini wewe ni mmoja wa watu wanaotufelisha, unapitia mlango wa nyuma, kama kuna watu wanakutumia kutufelisha sisi ili tuweze kudondoka, unataka kumfelisha mpaka rais wa timu ili timu yetu ionekane sisi chochote si lolote mbele za watu, tutakwenda kukupeleka mbele ya haki muda wowote. Na kwa sasa hivi muda wa kufuata wewe kukushambulia kwa njia za kiserikali ambao mtu mpaka anaenda kufungwa. Sasa tufanye hayo mambo, tunakutumia tu jini mkata shingo, anakutoa roho, unaendelea na maisha yako. Mmefikia mpaka kwenye majini tena. Sasa tukikubaini wewe unatubaini sio turudisha nyuma, tunakuondoa kwa sababu hii yani maisha ya mpira ni hisia. Na ukitaka kugundua kama mpira hisia, hivi ushai kuona watu baada ya mechi kuisha mashabiki wanaingia uwanjani kuanza kufanya fujo? Zile ni hisia. Baada ya kutoka kwenye ile shambulio la pale, hasa ndio inarudi akili yako ya kawaida. Mfano kama Djigui Diarra, umeona juzi reaction alikuwa anaifanya? Ile ndio emotion, ile ndio hisia ya mpira. Mpira unauma, sikwambie mtu. Mpira ukipoteza matokeo una uchungu mkubwa sana. Na ndio maana utakuta baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu wanapoteza maisha kwa ajili ya huu mpira. Kwa hiyo furaha ya kwanza duniani ya mwanadamu kwa mwenye interest ya football, mpira, matokeo mazuri ndio furaha kwake. Tunakuvumilia kidogo ukipata sare na kuna maumivu makali sana ukifungwa. Yanga hii msimu ulioisha tulipoteza ndani ya mechi zetu 3, tuliweza kupoteza mechi 2 ambazo tulipoteza pointi 6. Ilikuwa zidi ya Tabora na zidi ya Azam. Na msimu huu tumepita njia ile ila kidogo ile kule ilikuwa ya kunyoka, tumepita shortcut. Mechi 3 draw, tumepoteza pointi 6. Maana yake tumepata zile moja kama kawaida yetu. Kwa hiyo pointi 6 ambazo tumepoteza zikabakia 3. Simba Sports Club salamu ziwafikie. Msimu ulioisha tulipita njia hii, tulienda mwisho wa pita tukabakia pointi 1. Tukafika zidi yenu, mkalialia sana mpaka marefali wakatokea nje ya nchi. Tukaja tukawapiga kamba hizi 2 kimya. Kwa hiyo msimu huu vile vile naona mnajipa moyo. Ila kila mkishinda mechi zenu, hebu tuposteni na kidogo na msimamo tuone mpo sehemu gani kwanza. Sawa? Kwa hiyo ikiwauma mtaamua wenyewe cha kufanya, ila shindeni mechi zenu zote. Kinachofuata sasa hivi mipango yenu yote ambayo mnaifanya sisi tunafahamu. Alafu vile vile jasusi wetu ametumenyezea habari zenu.
Huo mtindo mnataka kufanya sasa hivi, tunawatahadharisha. Sisi ni watu hatari kuliko nyinyi. Safari hii afe kipa, afe beki, ili kombe litabakia Jangwani kwa staili yoyote. Hamtuwezi kiuchawi, hamtuwezi kinguvu yoyote, hamtuwezi hata kwenye upande wetu wa pili. Yoyote mtumeni, na kwenye pitch safari hii tarehe 3 mwezi wa 5 I think. Yale mnaosema majeruhi yetu ambao mmeyasababisha nyinyi kwa njia yenu ya pili, kwa watu ambao tusiwaona kwa jicho la tatu. Sisi ambao wenye uwezo wa kuona mbali tunafahamu. Simba ishakucheza na Yanga ambayo ina kikosi cha chini kuliko chochote, na tukawafunga 1-0. Goli la Zawadi Mauya inapigwa kamba mbali, moja kwa moja inaingia. Kwa hiyo jitahidini sana. Pale tulipofikia sasa hivi tunatafakari, wana Yanga wote sasa hivi ni muda wa kufunga kibwebwe. Unachoweza kufanya fanya, ili timu yako irudi kwenye mfumo mzuri. Bana, shukrani sana ndugu yangu. Asante sana.